Binadamu kama vile uchimbaji wa mchanga na ukataji miti haramu katika misitu ya hifadhi za wanyamapori zinaendelea kuwa tishio kubwa kwa kutoweka kwa wanyamapori katika maeneo mbalimbali ya uhifadhi humu nchini. Akizungumza baada ya zoezi la kuhesabu wanyamapori lililoandaliwa na Chama cha Hifadhi za Wanyamapori cha Athi Peter, walidai kwamba uchimbaji wa mchanga umekuwa changamoto kubwa inayosababisha vifo vya wanyama wengi. Maria Sebastian anaarifu. Migogoro kati ya wanyamapori na wanadamu inazidi kushuhudiwa kila kuchao. Hii ni kutokana na wachimbaji mchanga wenye silaha ambao hufanya shughuli zao usiku katika maeneo ya hifadhi za wanyamapori, wakiwashambulia na kuwaua wanyamapori kwa idadi kubwa. Wengi huwa wanakuja kutoa hiyo mchanga, sio watu wazuri sana, kwa sababu wakati utaenda pale kitu ya kwamba wanapepanga mapanga, wanapepanga hata wengine wanapepa mishale, ni kitu ya kwamba huwezi enda pale peke yako. Sababu wale watu wasipotoa mchanga, wakipata mnyama huwa wanaua na wanapeleka, wanaenda na wanapepa ile nyama wanaenda naye. Wakati mwingine wale watu wanakuja usiku na sio mtu mmoja, saa zingine wanakuja hata watu 20, watu 10, na kuwatoa pale ama kwenda kuondoa inakuwa sio kazi rahisi. Tuko na challenge moja kali sana ya watu ambao wanakata miti. Na ile miti ambayo wanakata sio miti ati hii miti ngumu, ni miti mbishi, wananguza miti, wanaenda wanachoma makaa. Hakika hiyo ni kitu, na unajua miti mingi unaona hiyo wanakata ni ile miti ambaye ni chakula ya giraffe, chakula ya ile mnyama ambaye hata kama ni bara kwa pale ndani. So tumekuwa na hiyo challenge sana. Wakiongozwa na Dr. David Kasanga, mdau wa uhifadhi wa jamii wa Athi Kapiti, walieleza kuwa idadi kuu za wanyama kama simba, duma, nyumbu na kongoni miongoni mwa wengine inaendelea kupungua katika hifadhi hizo kutokana na kuongezeka kwa shughuli hatari za kibinadamu. But we are also seeing decrease in some species. We are not seeing any increment in the kongoni, the wildebeest, and also some other smaller species are not being seen as much, including the carnivores like the cheetah, the hyenas. Alibainisha kuwa maendeleo ya sasa yamesababisha kuvurugika kwa mfumo wa ekolojia ya wanyamapori nchini, wakitoa wito kwa wachimba mchanga na jamii zinazoishi ndani na karibu za hifadhi hizo kulinda wanyama hao muhimu ambao wanakabiliwa na hatari ya kutoweka. The reasons for these fluctuations are diverse. The number one reason we are suspecting could be fragmentation of our lands. That is subdivision, actually, of what were previous habitats. Areas where these animals were free to roam and exist in their natural areas. So that has been the first. Land has been subdivided, fenced off for other purposes like estates, like factories, like homes. And therefore the wildlife then has to shift from where they were operating to another area. Sebastian